أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله عليه وسلم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Mheshimiwa Al-Alama Mufti wetu wa Tanzania Dr. Abubakari bin Zubair bin Ali wa Mbwana, mashekhe na viongozi mbalimbali mlio katika masjidi hii, Mheshimiwa Dr. mwandishi wa Mufti Dr. Harithi bin Othmani Kusa Abolisia, waheshimiwa Waislamu mlio katika masjidi hii, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Mufti, nimesimama hapa kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa. Sina la kuzungumza, bali nimesimama niweze kutoa salamu kwa salimia Waislamu wenzangu. Lakini kwa heshima hii uliyenipa, sitakosa la kusema japokuwa dogo, hususani katika jambo la jamaa. Mheshimiwa Mufti, kwa kupitia kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uliweza kutoa maelekezo nchini Tanzania, kwa sababu wewe sio mufti wa Dar es Salaam, ni mufti wa Tanzania na ni mufti wa watu wote Tanzania. Ulitoa maelekezo kwa kupitia kijana wako ambaye mimi namuita mashine ya kukoboa na kusaga, Dr. Harith. Akanitafuta mpaka akanipata. Mheshimiwa Mufti, mti wa kwanza kwa maelekezo yako, mti wa kwanza wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuliuzindua kwenye taasisi yangu ya Kianswari, tukiwa na Mheshimiwa Dr. Harithi pamoja na shemeji yangu Bwana Mlau aliyekuwa katibu wa mkoa wa BAKWATA. Naomba usimame. Bwana Mlau yuko hapa, shemeji yangu huyu bwana Burhani Mlau. Metuachia majonzi kidogo Mufti, manake huyu bwana amefanya kazi kubwa. Mimi siku moja nikawaambia wakati tunamwaga, na niliwaambia watu wasitumie neno la kumwaga, nawaambia atumieni neno la kumpa dua. Anakwenda kwa Mheshimiwa Mufti sasa makao makuu. Ni kwamba niliwaambia Burhani Mlau alikuwa ni katibu sio wa BAKWATA, wa taasisi zote za mkoa wa Singida. Mashaallah. Alhamdulillah. Na ndiyo mtizamo wa mufti wetu. Mufti kwa mara ya kwanza alipoingia madarakani, mimi na taasisi yangu ya Seski tulimuelewa, nikiwa naongozwa na kiongozi wangu Dr. Sheikh Salim Rajabu Sima. Shekhe huyu ndio Mtanzania wa kwanza kuingia Saudi Arabia kwa masomo ya dini. Mashekhe wote walienda Saudia, unawajua wewe. Namba moja ndio yeye, na yeye ndio alikuwa rais wa wanafunzi wote wanaotoka Tanzania. Mimi ndio msaidizi wake. Kwa hiyo amenituma nije nimsalimie mufti wetu pamoja na Waislamu wote kwa ujumla wake.
Mheshimiwa Mufti, mimi niombe kutoa ushauri. Wewe una mamlaka ya kutoa agizo, mimi sina mamlaka hiyo. Ila mimi kwa ruhusa yako umegusa kitu muhimu sana kwenye darasa lako hapa, nalo ni adabu. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni adabu. Kwa masikitiko makubwa, Mheshimiwa Mufti, tumekuwa na tatizo kubwa la nidhamu katika Waislamu wetu nchini kwetu Tanzania, na hii ndio imekuwa ni shida kubwa. Kwa hiyo kwa ruhusa yako Mheshimiwa Mufti, naomba nitoe ushauri kwa walimu wote wa dini nchi nzima. Kwa ruhusa ya Mheshimiwa Mufti, somesheni sana somo la adabu. Allah tabarak wa taala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika wewe umekuwa ni mwenye tabia njema. Mheshimiwa Mufti hapa ndio amevaa viatu vya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na viongozi wengine wa dini. Tumekuwa na tatizo hilo Mheshimiwa Mufti. Kwa ruhusa yako nimetoa ushauri huo kwa walimu wote Tanzania nzima, ili waweze kusomesha somo hili kwa wakubwa na wadogo. Mheshimiwa Mufti, sina maneno ya kusema zaidi. Nina furaha kubwa, lakini nataka nikuahidi kwamba hususani mwenyekiti wangu pamoja na mimi makamu mwenyekiti wa taasisi ya SESKI, taasisi ya Kianswari, kwamba tutakuunga mkono, tutaendelea kukuunga mkono katika harakati zote na maelekezo yote ya kuleta maendeleo kwa watu wetu pamoja na wananchi wa Tanzania kwa ujumla wake. Lakini salamu hizi Mheshimiwa Mufti, ni kuombe unifikishie pia kwa Mheshimiwa Daktari Hajati Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa. Mwambie tuko nyuma yake na asiwe na wasiwasi. Mheshimiwa Mufti, kama nilivyosema, ninayo furaha. Furaha hii haina kifani. Umezungumza kwenye darasa hapa, Allah ndiyo shahidi. Mwenyezi Mungu anaangalia nyoyo, haangalii sura za watu wala haangalii elimu za watu. Mwenyezi Mungu anaangalia moyo. Kwa na mimi nishukuru kipekee kwa kunipa heshima hii, na salamu yako nitaifikisha kwa mwenyekiti wangu Sheikh Salim Rajab Sima, lakini salamu yako nitaisambaza kila nitakavyoweza kuafikiwa na Allah tabarak wa taala, kwani wewe umekuwa ni mufti wa aina yake. Na thubuti kuzungumza maneno ya mbele yako. Umekuwa ni mufti wa tofauti, mufti wa kuunganisha watu Waislamu wote kwa ujumla wao, lakini umekuwa ni mufti mwenye mtizamo wa uchumi. Sijui kama mnayaona haya Sheikh, mnajua haya Sheikh wangu, haya mnayajua kwamba tuna bakti, tuna mufti mwenye mtizamo kwanza kuunganisha watu, jambo ambalo Allah tabaraka wa taala analipenda na analitaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amekutwa amekaa na maskini, mafukarai, amekaa katikati ya kundi la maskini. Akatokea bwana mmoja amwambia, ya Rasulullah, sasa wewe unakaa na hawa watu walala hoi hawa na nini Akawaambia, kwa nini nisikae nao nipate harufu zao?
nitajuaje matatizo yao bila kupata harufu zao? Nidhamu ya mwalimu wa dini hii naye si mwingine ni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akimshika mtu mkono katika kusalimiana mpaka wewe utoe mkono. Mtume hasubutu kutoa mkono wake. Huyo ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio sisi tunatakiwa tuige, tuwe mfano kwa viongozi wetu. Mheshimiwa Mufti, nimewiwa, sina la kuongezea. Mimi kubwa zaidi ni kuombe uniombee dua, lakini ni kuhakikishia kwamba tuko pamoja na wewe. Na taasisi yangu hii ya Seski, labda kwa faida, taasisi hii ndio taasisi ya kwanza ya Kianswari ukiacha BAKWATA, kwa sababu BAKWATA ni walezi wetu. Taasisi zote mnazozijua mlezi wake mkuu ni Mheshimiwa Mufti. Ziwe za Kianswari, ziwe za Kisalafi, ziwe za namna gani, mlezi wetu ni nani? Huo ndio kweli. Hatuna mamufti wawili. Kuna mufti wawili hapa kwenye nchi. Takbir. Hii taasisi, ndugu zangu, ya Seski imesajiliwa mwaka 1985. Muasisi wake ni Al-Alam Sheikh Salim Rajabu Sima, ambaye nimesema ni Mtanzania wa kwanza kuingia Saudi Arabia. Kwa taasisi zote hizi za kisuna hizi mnazozisikia hizi, wametoka mama yao ni Seski. Kama vile watoto nyumbani, unapokuwa umezaa watoto sasa wakishakuwa wanaanza wengine wanakuwa na dharau vile vile. Na mdharau mzazi, si unataka laana? Mheshimiwa Mufti. Kwa wengine wamekuwa ni watu wenye kibri, wengine wamekuwa na maneno haya, lakini ndio hali. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alibezwa, alitukanwa. Mufti, naomba uyavumilie. Inshallah. Naomba uyavumilie, na hususan ukisoma historia ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaliwazika. Baada ya maneno haya machache, nishukuru tena Mheshimiwa Mufti kwa kunipa heshima hii, na kuahidi kukupa ushirikiano uliotukuka. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Sheikh. Naam. Maneno mazuri yalizungumza. Mwenyezi Mungu akubariki. Shukran. Na Sheikh Salim, Mwenyezi Mungu ambariki. Waislamu mmesikia maneno mazuri yalizungumza Sheikh Salim, Sheikh Saleh. Taasisi yao ndio taasisi ya kwanza katika ya Kiansari Sunni. 85 zamani. Kwa hiyo anatunga mkono, tuko naye pamoja, anatushauri. Kama kuna mwongozo anajaribu kutupa mwongozo, tunakwenda naye. Haja ni kutaka kutengeneza Uislamu ukae vizuri. Ndio haja. Nakushukuru sana Sheikh Saleh. Na salamu zako tunataka zifike kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nitazifikisha, mwambie kwamba taasisi hii ya Kiansari inakuunga mkono, na inakwambia usiwe na wasiwasi. Wewe nenda mbele tu, Mwenyezi Mungu ataleta baraka za mafanikio makubwa, na wao wako nyuma yako. Kwa hiyo Waislamu, nadhani mtakuwa mmefurahi, mmesikia maneno kutoka kwa mwenyewe Sheikh Saleh, na tumaliza darasa, mambo yamekuwa mazuri. Sasa tuachie mashekhe zetu kutoka Morocco watuombee dua, tufunge swala hili. Lakini kabla hatujafunga, kumekuwa na ukame mkubwa sana katika nchi. Mvua zimeparama, zimechelewa kuja. Kwa hiyo watu wafanye dua misikitini, kwenye matarawehe, watu wafanye dua, walete kunuti, wafanye visomo. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuletee mvua
ili mazao yetu yaweze kwenda vizuri na ardhi ipate kuwa hai. Tumetuletea habari watu mbalimbali, malalamiko makubwa, hata shekhe wa Singida, shekhe wa kule Dodoma, kote huko wamelalamika, na nimewaruhusu wafanye dua kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunatoa wito kwa Waislamu wote Tanzania kwa ujumla, tufanyeni dua, tumuombe Mwenyezi Mungu atuletee mvua yenye manufaa na yenye kheri kwa ajili ya mavuno ambayo ndio tunategemea katika nchi yetu. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Sheikh alaykum bidua.